Naam, kama ilivyo ada, basi hichi kipindi chako bora cha michezo kutoka hapa Uber Sports, ambapo tunazungumzia kuhusu michuano ya AFCON ambayo imeendelea kutimua vumbi huko nchini Morocco. Tutaangalia game za jana, game ya Morocco dhidi ya Mali, lakini tutaangalia game ya South Africa dhidi ya Misri. Mechi ambayo ilimalizika kwa Misri kushinda goli 1-0 dhidi ya South Africa. Japo walimaliza kwa pungufu, lakini tutaangalia game ya Morocco dhidi ya Mali, game ambayo ilimalizika kwa sare ya 1-1. Yote yakifungwa kwa mkwaju wa penalty. Utakuwa na mimi Halfan Rajabu, lakini nitakuwa na wachambuzi ambao ni Paul Tembo pamoja na Mdachi Omari watakaotupitisha katika takwimu mbalimbali za kimichezo kuhusiana na game hizo. Paul Tembo. Tunaangalia game ya Misri ambayo ilionekana kuwa na watu wengi sana uwanjani. Unaangalia mpira, mechi utazani Misri walikuwa nyumbani. Uwanja umetapika watu. Jezi nyekundu zimesambaa uwanjani. Nini hasa sababu ya kitu kile? Kwanza miongoni mwa kitu ambacho unatakiwa kifahamike, miongoni mwa mchezo bora kwenye michuano ya AFCON msimu 2025-2026 basi ni mchezo kati ya Misri dhidi ya Afrika Kusini. Huwa ni miongoni mwa dabi ambayo huwa ni mchezo mgumu na ni mchezo wa kuvutia kutazama ndani ya uwanja. Ukiangalia mchezo wa jana, huenda sababu tosha ya mashabiki kwa wengi ndani ya uwanja basi ilichangiwa na mechi husika ya mchezo wa jana, kwamba unazungumzia Afrika Kusini, watu kutoka ukanda wa magharibi wanaenda kucheza na timu ambayo inatoka kwenye maeneo ya kaskazini mwa jangwa la Sahara. Kwa hiyo huwa ni mechi ambayo huwa inavuta washabiki wengi hata kwenye ngazi ya vilabu. Ukiangalia National Al inapokutana na Mamelodi Sundowns, kwa hiyo watu walikopi hiyo dabi kulingana na dabi ambazo zinachezwa nje ya uwanja. Kwa hiyo naamini ndio sababu tosha ya kuwepo kwa mashabiki wengi ndani ya uwanja pale nchini Morocco. Naam, Paul Tembo, tunaangalia game ile ambayo Kolisa Mudau dakika kama ya 40 kama sio 30 na kitu anasababisha mkwaju wa penalty kwa kumgusa Mohamed Salah, mshambuliaji wa Liverpool usoni. Nini sababu ya kitu kile? Kwa sababu haikuonekana kuwa na umuhimu. Ilionekana kabisa moja kwa moja Mudau kashamiliki mpira, lakini anaenda kufanya faulu ambayo ilikuwa haina umuhimu kwa upande wao. Nini sababu ya kufanya vile? Sababu ya kwanza kwa sasa Mdau alikuwa anaumiliki mpira ambao ulikuwa mbele yake, lakini mpira huo walikuwa wapo wachezaji wawili ambao walikuwa kwenye kinyang'anyiro cha kwenda kuelekea huo mpira. Hapo namzungumzia Mohamed Salah pamoja na Mudau. Walikuwa wanaukimbilia mpira kuelekea kwenye eneo moja la kufuata mpira. Mdau katika kutaka kujihakikishia kwamba ule mpira anaumiliki uwe wa kwake zaidi, akajikuta anaenda kumchezea faulo Mohamed Salah, faulo ambayo yeye mwenyewe hakuitegemea kwamba angeenda kuicheza. Inakuja kwenda kuamua VAR, wanaenda kukaa, wanakuja kung'amua kwamba ni mkwaju wa penalty ambao Mohamed Salah alienda kupiga na kwenda kuwapa uongozi timu ya Misri, na mpaka goli hilo likaenda mpaka mwisho wa mchezo husika. Kwa hiyo unaona Mdau alifanya faulo ambaye haikuwa dhamira yake, bali alikuwa katika kutamani kumiliki mpira zaidi, akajikuta anamchezea faulo Mohamed Salah. Naam, Mdachi. Unaangalia game ile ambalo tunazungumzia goli la Mohamed Salah kwa mkojo wa penalty. Goli lile limeenda kuathiri vipi Afrika Kusini na kuwatoa mchezoni kwa namna gani? Athari kwa Afrika Kusini inakuwepo kwa sababu tayari mkishatanguliwa kwenye mchezo mnaondokana na ile game plan yenu ambayo mlikuwa nayo. Huenda Afrika Kusini walikuwa wanahitaji wao ndio wao wa kwanza kupata goli ili kujiweka safe, wajue tumeshapata kitu hiki tunakilindaje. Lakini baada ya kuwa tayari wameshatanguliwa, mpango unaanza ni kutafuta sare tena badala ya kuzitafuta alama tatu ambazo wenda walikuwa wanazihitaji kwenye mchezo ule ili kufanya vizuri kwenye mchezo uliopita. Kwa athari zilikuwepo katika eneo hilo, na ndio maana unaona hata kipindi cha pili wamerudi na pressure ya kuhitaji kusawazisha bao ambao tayari wamekwisha kutanguliwa. Ingekuwa bado hajatanguliwa bao, mpango wao ungekuwa ni kutafuta alama tatu. Lakini kwa sababu wameshatanguliwa, mpango wao unabadilika, unarejea nyuma tena kutafuta alama moja kwanza, ndipo tuanze kuzifikiria alama tatu ambazo tukiwa tu na uhakika wa kuipata hii moja kwanza. Paul Tembo, tunaangalia baada ya dakika 4 ya goli la Mohamed Salah. Misri wanakwenda kucheza pungufu kwa upewa red card. Red card ile inaonekana kwa bado ni mchezo ule unaonekana kwamba ni vitu ambavyo wanafanya havina umuhimu uwanjani. Kwa sababu ukiangalia mpira ule hadi inaenda kutolewa red card haikiwa na madhara yote kwa upande wa Misri. Anaenda namkanyaga mchezaji wa Mokwena. Yes, anamkanyaga, anaenda kupewa kadi ya njano ya pili na red card. Kitu gani ambacho angekifanya mchezaji ule kwa kwenda kumkaba pale Mokwena? Kitu cha kwanza natakuwa tutambue kwa tunapozungumzia mchezo husika kwa ujumla, yani Misri na South Africa, ni bato ambalo huwa lipo nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Kwa hiyo ile bato ndio sababu ya matukio kama hayo kuwepo ndani ya uwanja.
kwamba fulani atakapochukua mpira lazima nile naye sahani moja, asifanye kitu fulani au asifanye maamuzi fulani. Hicho ndio kilipelekea kadi kwa Hani, kadi ambayo aliipata kwa akimchezea faulo Mokwena, kadi ya njano, na ikumbuka alikuwa tayari ameshapata kadi ya njano. Kwa hiyo kadi za njano mbili zikaenda kumfanya refari wa mchezo kwenda kung'amua kumpa kadi nyekundu, na akatoka kwenye mchezo husika dakika 45. Yani refa alikuwa amebakiza kuongeza dakika tu za nyongeza tuende kwenye mapumziko, lakini Hani akajikuta anapewa kadi ya njano ya pili ya mchezo na kaenda kutoka nje ya uwanja. Ukiangalia faulu aliyoifanya Hani, Mokwena alikuwa ameuficha mpira na Hani alikuwa anataka kwenda kuchukua ule mpira. Kitendo kilichopelekea ni zile purukushani, kama tulivyosema kwamba mechi kubwa huwa mara nyingi inakuwa na bato kubwa. Ile inaashiria ya kwamba kulikuwa na bato katikati ya uwanja pamoja na pembeni la uwanja. Hapo nawazungumzia mafullbeki wa pande zote mbili, kulia na kushoto kwa upande wa Misri pamoja na kulia na kushoto kwa upande wa South Africa. Unamwangalia aliyecheza penalty ni Mdau ambaye ni beki wa timu ya South Africa, beki wa pembeni. Unamwangalia aliyepigwa kadi nyekundu, basi unaenda kugundua kabisa na pia ni beki wa pembeni kwa upande wa timu ya Misri. Kwa hiyo unaona hizi bato zilikuwepo ndani ya uwanja, kuanzia katikati mwa uwanja, pembeni kwenye mabeki wa kulia na kushoto, pamoja na eneo la katikati mwa uwanja, yani center back wa kati. Kwa hiyo unaona kwamba ulikuwa ni mchezo ambao tayari ulikuwa na ile nguvu ya kwamba huu ni mchezo wa dabi, ya kwamba kila mmoja anautafuta mpira kwa juhudi kila ambapo anaupoteza mpira. Wametoka kupata goli, lakini hapo hapo Afrika Kusini wakafungua turbo kwenda kulitafuta kuchomoa goli ndani ya dakika zile walizokuwa wamefanya nini, wamefungwa ile goli. Kwa hiyo unaona Misri katika kutaka kujilinda zaidi ili aendelee kutanua uongozi mpaka kipindi cha kwanza kiishe, unamwona Hani anaenda kufanya faulu ambayo inaenda kuzalisha red card ambayo inaenda kuwasababisha wacheze pungufu kwenye mechi husika. Kwa hiyo ile kadi haijatokea tu kwamba eti ilikuwa ni bahati mbaya na nini. Hapana, ile yote ilijumuishwa kutokana na mchezo husika, kwamba mchezo ni wa dabi na mchezo ulikuwa unahitaji kutumika nguvu nyingi na mchezo ulikuwa unahitaji kuvuja jasho jingi. Dachi, kabla ya game ile ya Afrika Kusini dhidi ya Misri, ilionekana kuwa na uwepo magoli mengi. Nini hasa sababu ya kupelekea kuwepo kwa magoli machache? Kuwepo kwa magoli machache ni kutokana na mbinu za walimu kwenye mchezo ule. Sababu ni mchezo kwanza ambao una pressure. Kitu cha kwanza, kila mtu ameshashinda katika mchezo wa kwanza. Maana yake ameshapiga hatua moja. Misri ana alama 3 na South Africa ana alama 3. Mchezo ule ukiwa unakwenda kupata matokeo unafikisha alama 6 ambazo zinakuhakikishia moja kwa moja kupata nafasi ya kucheza hatua ya 16 bora. Maana yake ni nini? Hiyo ndio tafsiri ya kwanza inayoenda kupelekea mchezo kuwa mgumu, kwa sababu kila mtu anakwenda kuhitaji alama 3. Kitu kingine kiwanjani kituenda kufanya mchezo kuwa mgumu na kufanya uwe na mabao mengi ni mbinu za walimu kiwanjani. Kila mtu alikuwa ana mbinu za kujifanya ajilinde kabla ya kwenda kushambulia kwa mwenzake. Alinde kwanza kabla ya kuruhusu bao, ndipo aende kushambulia. Ndio maana unaona kulikuwa na attention. Mtu anakuja na hao wanakuja kushambulia. Paka wamekwenda kupata bao Misri kwa mkwaju wa penalti, tayari wanakwenda kuwatoa mchezoni vijana wa Afrika Kusini na kwenda kutafuta game plan nyingine tofauti na ambayo waliingia nayo kiwanjani. Katika kutafuta alama 3, wanakwenda kutafuta alama 1 ili wasawazishe bao. Moja kwa moja unaona mchezo huu unakwenda kuwa mgumu kwenye engo gani. Misri kipindi cha pili anarejea kwa kuwa tayari ameshapata goli moja ambalo tayari linamhakikishia kupata alama 3 ikiwa atalilinda. Anaamua kukaa nyuma na kumsubiri South Africa aje kutafuta bao la kusawazisha, huku yeye akiwa na mipango ya kwenda kutafuta bao lingine ikiwa atalipata hilo bao kwa mipira counter attack. Hivyo hiyo ni moja ya sehemu ambayo ilipanga mchezo huu, ilifanya mchezo huu kuwa mgumu zaidi, hasa kwa Afrika Kusini ambao walikuwa wanahitaji kusawazisha bao ndipo waanze mpango wa kutafuta alama 3 kwenye mchezo huu. Tembo. Yeah. Baada ya kipindi cha pili kuanza tu, kocha wa Misri anaonekana kumtoa Marmoush na kiungo ambaye ni mkabaji. Anaenda kucheza beki, anaenda kucheza full back ambayo ni kama mlinzi kwa jinsi alivyoingia. Nini sababu ambayo ilipelekea kwa vile? Mchezo wa jana kocha wa timu ya taifa ya Misri kwanza aliingia akicheza 4-3-3 kipindi cha kwanza, ambapo kule juu alikuwa anabaki Mohamed Salah, Trezeguet pamoja na Marmoush mchezaji wa Manchester City. Kwa hiyo wachezaji wote hao watatu walikuwa wanacheza kwenye lile eneo la juu. Hapa katikati walikuwa wanabaki kina Zizu, Marouane Atia pamoja na mwingine ambaye alikuwepo anacheza kwenye eneo la kati kwa kuataki kwenda kushambulia muda fulani. Unakuja unaona kocha anafanya mabadiliko, anakuja kuchange mifumo kutokana na Mohamed Yani kutoka kwa red card. Kwa hiyo unaona kocha anakuja kumpunguza Marmoush. Marmoush sio mtu ambaye anakupa vitu vingi sana kwenye kukaba, hapana.
Yeye ni mtu ambaye anaweza kukupa kile ambacho unakihitaji kwenye eneo la kushambulia. Sasa Afrika Kusini tayari wameshaanza kushambulia na wanatoa mabeki kuingiza washambuliaji zaidi. Akaamua kwenda kumuingiza Imam Ashuri ambaye timu ikiwa haina mpira, ila ikipata mpira, akipewa mpira, anaweza akakaa nao kwa muda mrefu zaidi na anaweza pia kurudi kuisaidia timu kwenye kukaba. Anaingia Mashuri ambaye hata ukiangalia mikimbio yake mingi alikuwa anaifanya nyuma ya zoni yao kwenye kikosi chao cha Misri. Amekuja amesaidia timu kukaba, lakini timu ambapo muda inapata mpira, basi yeye na Trezeguet pamoja na Mohamed Salah walikuwa wanaenda kushambulia. Ujiji Broadcasting Academy, excellence is our signature.